Sheikh, someni vizuri tasawuf. Hauli yafanyiwi kila mtu, hauli yanafanyiwa mwana chuoni. Yani mtu kakaa kwa sababu kapata lidanda si bandari ana hela zake, namfanyia hauli mama. Mama yako alikuwa nani? Kungu kwenye ngoma ya Kindengeleko huko Lungongo, hawezi kufanyiwa hauli. Naib Kadhi Mkuu Tanzania na mjumbe wa Baraza la Ulama, Sheikh Mahmud ibn Sheikh Nuruddin Husseini Ashadhili, kiongozi mkuu na khalifa mkuu wa tarika ya Shadhili, Sheikh Mtoro, mjumbe wa Baraza la Ulama, mlezi wa wana na wajukuu, mkwe wangu Sheikh Walidi ibn Sheikh Al-Hadi Umar Kawambwa, Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam na mwenyekiti wa kamati ya amani, lakini pia mudir wa Mahadi Tadhamu, Sheikh Abbas, mjumbe wa baraza la mashekhe mkoa na imamu mkuu wa msikiti wa Mtoro, na wageni wetu kutoka Tanga Mawal Islam, na sisi wengine sote kwa ujumla. Mwenyezi Mungu atubariki kwa kuhudhuria katika jambo adhimu kama hili. Ayatun karimatun rabbaniyatun rafi'a tad'u ila al-insaniya والدوام على الإحسان والوفاء. 137 Bakara inamuonesha Sheikh Shabani imamu wa Mtambani ni mtu wa namna gani. Kusoma Qur'ani, kusoma si jambo la maana sana. Mara nyingi huwa ninasema cha maana ni kuelewa kile ulichokisoma, na baada ya kuelewa kufanyia kazi ulichokisoma na kukielewa. Wala tansau alfadla bainakum, moja katika vitu vinavyoonesha utofauti kati ya mwanadamu na viumbe wengine ni kule kichwa chake kuwa kinanasa na kutunza wema aliyofanyiwa. Kichwa chako kama hakitunzi wema na kunasa kuriwaindi uzuri uliopata kufanyiwa na hao waliokufanyia, ni dalili kwako kuna upungufu wa utu. Wewe ambaye Mheshimiwa Mufti kakupa nafasi fulani, alafu wewe ukawa huna adabu naye, ni dalili wewe kichwa chako hakiko barabara na huna utu. Wewe ambaye shekhe wako kakuweka kitako kukupa elimu, ukayajua ulioyajua kupitia elimu ya shekhe huyo, ona shekhe yule fulafula tu, ni dalili wewe huna utu. Wala tansau alfadla bainakum, kamwe usiusahau wema uliojiri kati yenu. Hata katika mambo ya serikali, ukimwona mtu waziri lakini yeye anaongoza kumpiga vita rais, ni dalili hayuko timamu. Kwa sababu tuliosoma tuko wengi hatukupata nafasi hiyo. Umepata wewe, unatakiwa urudi katika Qur'ani 137, wala tansau alfadla bainakum. Inakuwaje wewe umepata nafasi mkurugenzi wa manispaa muhimu kama anayoishi Muharram Temeke,
alafu wewe ukawa ni tatizo, shida kwa rais. Wewe una shida, hauna utu. Wala tansawul fadla. Lakini hakuna mahala patamu kwenye aya hii 137 sura ya pili Al-Baqara kama baba na mama. Kuna mambo wanayajua wewe huyajui, ambayo ulikuwa nayo utotoni. Umeharibu sana magodoro ya wazee wako, kulikuwa kikojozi. Na kama alikupeleka madrasa, juzuu zinafika 40 ulichana, misafu 25 ulichana. Lakini ulisumbuliwa na pepo punda, malaria na kadha na kadha na kadha. Mzee alikuwa anapambana kutafuta fedha kukutibu wewe. Nini wema wako unaurudisha kwa wazazi wale? Tukabadili majina, hata kumwita baba, kumwita mzee tunaona tabu, anaitwa dingi. Bali wengine wanaongeza, huyo dingi anaomwekea hiyo habari ya mubtada inakuwa nini? Maanake hiyo dingi ndio mubtada, habari yake nini? Miayusho. Yani huyo dingi wake mzee, huyo baba anamuona ni nani? Wala tansawul fadla. Ni sawasawa na wewe mume, kuna siku mkeo alikuchekesha, kicheko kilikuwa kitamu, unarejesha wema gani kwa mkeo? Unamaliza kwa kumvalisha magunia tu, mkeo apendeze. Wewe una kazi yako kuchekelea pale anapokuchekesha, mpaka ukapiga chafya vizuri, kama unielewe haya kuhusu. Lakini ni wema gani wa urejesha kwa mkeo? Al-abawani sirru hayatika. Wazazi wawili ndiyo siri ya mafanikio ya maisha yako. Ukiwa msomi, ukiwa lakini huna mazuri na mapenzi ya kweli kwa wazazi wako, hata ukivaa vizuri vipi, hata watu wakikuheshimu vipi, huna maana. Tumpongeze Sheikh Shabani. Mimi nampongeza kwa nukta mbili. Kwanza, kusomesha. Wenyewe wanasema faaliyatul alimi mir'atun lilmutaallimi. Yale mafanyo ya msomi ndiyo kioo kwa mwanafunzi, kwamba kumbe tunatakiwa vyetu viteketee kwa ajili ya wazee wetu, kama ambao wazee wetu viliisha vya kwao kwa ajili yetu. Kwa nakupongeza kwa hili Sheikh Shabani. Lakini la pili, nimefurahi zaidi ile lugha. Sisi ndio masufi wenyewe, wala ukariha al-ba'd. Kuna watu wanakosea, kila shughuli anaita hauli. Hapana Sheikh, someni vizuri tasawuf. Hauli yafanyiwi kila mtu, hauli yanafanyiwa mwana chuoni. Yani mtu kakaa kwa sababu kapata lidanda si bandari, ana hela zake, namfanyia hauli mama. Mama yako alikuwa nani? Kungu kwenye ngoma ya Kindengeleko huko Lungongo. Hawezi kufanyiwa hauli. Shekhe kasema dua na kuwakumbuka kwa wema nani? Wazazi. Sheikh Shabani kasema hapa, hakusema hauli. Kwa usije ukakaa wewe, mama yako alikuwa mpishi wa gongo, unakuja kutuambia unatualika kwenye hauli. Hauli anafanyiwa mwana wa chuoni na zinatajwa manaqib zake, sio kila mtu hauli. Badilisheni. Kwa hiyo nakupongeza kwa hayo mawili, na sisi tumepokea darasa hii, na sio lazima wewe katika kuiga lazima ufanye kama hivi. Mimi nina uhakika, namjua Sheikh Shabani hapa, mchele upo, lakini wewe unaweza ukafanya kuwaombea dua wazazi wako hata usipoalika watu. Sisi tulivyofundishwa, si jambo linalohitaji mapumziko kuwafanyia dua wazazi na wanavyuoni. Halihitaji mapumziko wakati wote. Wazazi wako na mashehe ndio tunakopata baraka. Sisi kuna watu wanaamini sisi tunawaomba. Yani Mwenyezi Mungu ukimtajia watu wake anaowapenda, Mungu anafurahi. Wewe wataje tuwaombe dua wanawachuoni, alafu uone mambo yako, wala usiwaombe wao.
Chukulia wewe ndio fedha unazo, kwa mfano Sheikh Almasi kakaangu, wewe unayo miela, alafu mimi nakuja na wasifia wazazi wako, utakosa kunipa chochote? Kwa hiyo dakika 5 zangu zimekwisha na 1.5 ya ziada, na kushukuru na kukupongeza Sheikh Shabani. Na sisi tuigeni jamani, dunia imeharibika, dunia imeharibika. Leo hii mwanadamu na paka wanafanana, yani paka akifa kazikwa, na mwanadamu akifa kazikwa. Yani huoni tofauti ya aya ya 70 surati Bani Israil, walaqad karramna. Sasa huo utukufu wa mwanadamu uko wapi, ikiwa mwanadamu yeye naye anakufa anakuwa kama paka? Ionekane yule kafa hana dua wala itima, huyu mwanadamu ana dua, kuonekana kuna tofauti. Sasa we babako ukimfanya tena kama paka kafa ndio kaisha, hutaki kumkumbuka kwa mema. Leo hii mimi naitwa Muharram Rashid Hemedi Mziwanda, na sijua dhiki alizozipata baba mpaka leo mimi tunakuja nakaa na wazee kama hawa wasomi. Sio kazi ndogo. Tulikuwa tunakaa kule tunamuona Sheikh Mahmud yule, leo sasa hivi na mimi niko pembeni hapa, akisema Muharram beba babako, niko naye pembeni, ngado kwa ngado. Najiamini na wale ukaa huko siku yote utakuja huko. Wal hayatu bitanaubi, maisha tunakwenda kwa zamu. Sasa hivi upo huko, kesho utakuja huko. Sasa hayo wameyafanya wazee wetu, Mwenyezi Mungu awaghfirie wazazi wa Sheikh Shabani na wazazi wetu sote, iwe sababu ya Mwenyezi Mungu kwa kuwakumbuka wazee hao na mashekhi kwa ujumla, ya kutengenea vizuri nyoyo zetu na kuondokana na hasadi na chuki, tukapendana kikweli, tukakutane siku ya Kiyama chini ya mwamvuli wa Bwana Mtume, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi.